wakae na amani waliokoka, wakae na amani waliokoka, na ulimwengu wote wavutwa nuruni, halafu kundi moja na mchunga mmoja tu. Turudie beti la mwisho, turudie beti la namba 4. Na ulimwengu, na ulimwengu wote wavutwa nuruni, halafu kundi moja tu, halafu kundi moja na mchunga moja tu. Haleluya. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi nitamkaribisha baba, naweza kufanya utambulisho. Tunaweza tukakaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwamba tulipanga mambo kama binadamu, tukapanga tarehe kama binadamu, na tukasubiri siku ifike. Kwa tarehe 20, kwa jukumu hilo limeendelea mpaka leo. Yesu Kristo ambaye anakuja kuleta ukombozi kwa mwanadamu. Kwa hiyo bado neema hiyo na huo mlango wa neema ungali uko wazi. Kwa mwanadamu yeyote ambaye anapata neema ya kuamini kwamba Kristo alikufa kwa ajili yake, na anapomkiri kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anazaliwa mara ya pili, anapewa uwezo wa kufanyika kuwa mtoto wa Mungu. Ni kwenye hatua hiyo tena ndipo tunaona maisha mapya, awamu ya pili ya maisha ya mwanadamu anayeishi kwa kumtegemea Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwamba kumbe kwa Yesu Kristo upatanisho unapatikana kati ya Mungu na mwanadamu, na tunaona maisha mapya tena, maisha yenye tumaini, maisha ya baba na mama, maisha ya watoto na baba zao na wazazi wao. Na tunaona huo mlango wa neema ukiendelea kukua katikati ya maisha yetu kila wakati na kila siku. Sasa tumepata neema ya kipindi hiki cha kujifunza tena kwa kina kwa habari ya ndoa kwa siku 7. Kuanzia Jumatatu ya leo tarehe 24 ya mwezi wa pili mwaka 2025 mpaka Jumapili tarehe 2 mwezi wa 3 tutakapokuwa tunahitimisha mafundisho yetu katikati ya ibada ya Jumapili, ibada itakayokuwa moja hapa Upanga kuanzia saa 2:30 asubuhi. Lakini siku ya Ijumaa tumeitenga ni maalum kabisa kwa ajili ya mafundisho ya ndoa kwa vijana. Maana tunapozungumza ndoa, tunapoona vijana, manake maandalio ya kuingia kwenye mahusiano ya ndoa. Kwa vijana wanakuwa kwenye urafiki, wanaingia kwenye uchumba, baadaye wanaingia kwenye ndoa. Kwa unaandaliwa ili utakapoingia kwenye ndoa uingie ukiwa unaelewa unaingia kwenye taasisi ya aina gani. Kwa tutaona leo mwalimu wetu ataanza kutembea na sisi kwenye hili somo ambao tukao tunatazama mambo muhimu ambayo unahitaji kuyafahamu yanayoifanya ndoa yako kuwa ndoa takatifu, ndoa ya Kikristo, ndoa nzuri na ndoa iliyo bora. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu Bwana ametujalia na tunaye mwalimu atakayetufundisha juma hili lote ambaye ni mchungaji Daniel Mgogo kutoka kanisa la Baptisti. Tumkaribishe sasa kwa makofi, shangwe, nderemo na vigelegele, na vijana wetu wa praise.
Mwalimu karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Kwa hiyo pati kutugeuzie ile feni au hii ili iweze kumsaidia kwa sababu ya mazingira haya ambayo ni mageni kidogo ya joto kwake. Karibu sana. Naweza kuweka maji yako hapo. Karibu mwalimu, na hili ndo kanisa na hawa tuliopata leo, kwa tuanzie hapo na safari yetu itaendelea. Karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu sana ambaye amenipa nafasi kwa mara ya kwanza kufika hapa kanisani Upanga Mennonite. Nilikuwa najiuliza ni wapi. Nashukuru Mungu nimefika. Nilikuwa namwambia pastor kwamba semina hizi huwa mara nyingi hazianzi na watu wengi. Zinaanza na watu wachache, lakini tutakuwa tunaendelea kuwapata wale ambao Mungu ametamani tuwe nao. Hata hivi mimi kwangu naona mmekuja wengi. Nilitarajia labda kuwa na watu 3 4. Nafahamu siku ya Jumatatu ilivyo na changamoto. Amen. Katika uzoefu, semina za kuanzia Jumatatu zina changamoto yake. Maana watu wametoka Jumapili hapo, kuanzia Jumanne ndio watu wanaanza kuchangamka kidogo. Kama alivyo nitambulisha pastor, mimi naitwa Daniel Mgogo. Watu wengi mnaofuatilia kwenye mitandao, ili jina sio geni. Wangapi wamewahi kukutana na klipu za Pastor Mgogo? Kumbe karibu wote. Kumbe wote hawa ni wasikilizaji wangu. Lakini pastor, uwe na amani, wanasikiliza tu, hawatoi sadaka. Kwa hiyo sadaka wanaleta hapa. Amen. Basi wale ambao hatujawahi kuonana live, basi leo ndio tumeonana live. Amen. Na kwa sababu tutakuwa wote ndani ya wiki hii, wale watakaotaka tuwe na picha ya kumbukumbu tutapiga. Wale ambao watakuwa na maswali watauliza. Na ukiwa na maswali labda unaona huwezi kuuliza direct kwa sababu huenda mkawa na mwenzako humu kwenye ndoa, unaweza kaandika karatasi ukampelekea mchungaji. Sisi tutalisoma swali lako, hatutasoma jina. Kwa sababu wakati mwingine nilikuwa nafundisha mahali fulani, nikasema wakati mwingine tunaandaa mafundisho ambayo yanapishana na watu. Yaani wewe unaandaa mafundisho tofauti na mahitaji yaliyo kwenye familia za watu. Lakini ukiwaambia watu waulize, watu waandike, wanaandika kile ambacho kinawasumbua. Kwa hiyo unapojibu unamsaidia kutoka kwenye matatizo yake. Maana sometime walimu kwa mfano tuna kichwa kinachosema mambo muhimu yanayoweza kudumisha ndoa yako. Sasa sisi tunaweza kuyachambua hayo, lakini kumbe mahitaji yako wewe yanayokusumbua ni kitu kingine kabisa. Kwa hiyo nitaomba baada ya siku 2 ngapi tutakapokuwa tumejifunza, kwa sababu leo nataka niweke utangulizi tu. Labda kwanza kufundisha tunaanza kesho. Leo niweke utangulizi wa somo, niweke msingi. Sasa tukifundisha leo na kesho, huenda utaanza kupata maswali. Kwa hiyo tutakuwa tukifundisha, tunaacha kama dakika 15 za kujibu maswali. Kadiri tutakavyoona yanakuwa mengi, ndivyo tutakuwa tunaongeza muda wa kujibu maswali. Tuna kichwa kinachosema mambo muhimu
yanayoweza kuzisaidia ndoa zetu zikadumu. Sasa leo nikupe utangulizi tu kidogo. Nafikiri walimu wengine watakuwa wamesoma huu mstari, lakini na mimi ni usome tu. Kitabu kile cha Mwanzo, mlango ule wa 2, ule mstari mama wa ndoa, ambao wachungaji mara nyingi wakitaka kufunga ndoa lazima watausoma huu mstari, na ndio nataka tusimamie wakati nafundisha utangulizi wa kile ambacho tutakuwa nacho. Kwa nitoe huo utangulizi kwa lisali moja kama na dakika, kwa sababu 12 au kasoro tunatakiwa tuwe tumemaliza, ili watu wawahi kurudi nyumbani. Umefika ule mstari wa Mwanzo, kitabu kile cha Mwanzo 2 mstari ule wa 18. Mwanzo 2 mstari ule wa 18. Ni mistari ambayo yawezekana watangulizi wa semina waliusoma, lakini mimi nataka niusome wakati naleta utangulizi wa somo letu. Ule mstari unasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Sasa leo nataka tu nikupe utangulizi. Biblia inasema haya ni maneno Mungu amemuumba Adamu, kama pastor alipokuwa anatoa utangulizi hapa wakati ananikaribisha, kwamba ndoa ni mpango wa Mungu. Sasa hapa Mungu anamwambia, anasema atamfanyia msaidizi. Anayesema atamfanyia msaidizi ni nani? Ni Adamu. Na anayeambiwa si vema awe peke yake ni nani? Adamu. Nilikuwa nafundisha mahali fulani nikasema, huu mstari sisi wanaume tuliambiwa si vema kwamba tuwe peke yetu, na ndio maana huu mstari unatutesa sana. Ndio maana mwanaume akifiwa na mke, hata kama na miaka 70, bado ule mstari unamwambia si vema awe peke yake. Wamama akifika miaka 60, 70 akafiwa na mume wake, ni wachache wanaowaza kuolewa. Wengi wanabaki wanalea watoto, kwa sababu wao sio walioambiwa si vema. Sisi, mimi nakumbuka, natoaga mfano huu. Baba yangu, mama alipofariki, mama alifariki baba akiwa na miaka 70 na kitu hivi. Tumekaa, sasa baba alibaki peke yake pale, maana si wengine wote tumeoa, yuko peke yake. Sasa siku moja nikamtega na swali, nikamwambia, baba, ni kweli umri umeenda, lakini unaona ni vema kuwa peke yako? Akasema, kwa umri huu, kwa umri huu. Nikasema, ila tu nilikuwa nauliza tu kwamba, maana ule mstari haukutaja miaka, ulisema mwanaume si vema awe peke yake. Wewe unaona ni vema kuwa peke yako? Hamna. Hai. Nikasema, kwa sababu hofu yangu, Biblia imeshasema ni heri kuwa wawili kuliko mmoja. Kwa sababu kuna siku tutafikiri uko hai, kumbe ulishaenda kifuani mwa Ibrahimu, sisi hatujui. Tutakuja kukusalimia tukute tu mifupa kwenye kitanda. Unaonaje ukatafuta mama mmoja awa na kubembeleza wakati wa uzee wako huu, ili mumalize wote mwendo? Kaonekana kama hai. Mimi nikaenda
Kwani ilichukua muda? Wiki moja tu nasikia lile wazo nimelifanyia kazi. Kwa hiyo tayari? Akaniambia tayari. Umempata? Kaambia sasa baba, wewe uliniolea mke na mimi nalipa. Nitakuolea mke, nitagharamia harusi yako, kila kitu. Kutoka mahali, gharama za harusi, kila kitu nitagharamia mimi. Kwa akasema asante. Kwa basi tukapeleka mahali, wakaenda wakafunga ndoa. Mimi gharama zote nikagharamia. Bahati mbaya tu siku anaoa mimi sikuwepo. Nilikuwa Marekani. Lakini nilikuwa nimegharamia gharama zake zote akaoa. Kwa hiyo niliporudi nikamkuta mama nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Si vema. Sasa pointi yangu ambayo nataka kuongea, habari za kumpata msaidizi sio shida. Kitabu cha Mwanzo 2:18. Habari ya kumpata msaidizi sio shida. Unaweza hata leo ukiamua kutafuta msaidizi utampata tu. Shughuli inapokuja ni kumpata wa kufanana naye. Hapo ndipo shughuli ipo. Ndoa nyingi zinasumbua kwa sababu kila mmoja alipata msaidizi, lakini kazi ikawa kumpata wa kufanyaje, wa kufanana naye. Sasa inawezekana hili ni somo ambalo tutakaa nalo kwa wiki yote hii. Tukizungumza hasa tutakaa kwenye saikolojia zaidi, kwa sababu kuishi kwenye ndoa ni tendo la saikolojia, ni maandalizi ya mindset ya kichwa. Sasa kwa nini ndoa nyingi zinaharibika? Kabla sijaanza kufundisha hiyo kesho, leo nikupe utangulizi. Kwa nini Biblia inasema wa kufanana naye? Ngoja nikwambie ukweli kwamba kinachotusumbua, kwa nini Biblia inaposema wa kufanana naye, unamfananishaje kwamba huyu ndiye wa kufanana? Ili kama nilivyokuambia kwamba ni jambo la kisaikolojia, mambo yenyewe yako hivi. Nazungumza leo utangulizi kwa sababu nimesema wiki yote tutafundisha mambo ya saikolojia, falsafa ya kukaa na mtu. Wiki hii yote nitahusika zaidi na kichwa chako. Amen. Yaani nataka niingie kwenye kichwa chako. Yaani nitakuwa nafanya hiyo survey kwenye ubongo wako. Wewe nifungulie mlango tu, alafu mimi nitafanya survey kwenye kichwa chako. Kwa mafundisho mengi ambayo nitakuwa nafundisha hapa ni mambo ya saikolojia na falsafa ya kukaa na mtu. Amen. Sasa Biblia inaposema wa kufanana naye inamaanisha nini? Mwanandoa yeyote ambaye ameoa na anayetarajia kuoa, wale ambao tumeoa mtakubaliana na mimi, hiyo ndoa ulionayo ni ya pili. Profesa wangu aliniambia ili watu wakusikilize unawachanganya kidogo. Yaani hiyo ndoa ulionayo, hiyo ni ndoa ya ngapi? Ya pili. Wangapi mmeoa au mmeolewa? Punga mikono. Wangapi mnatarajia kuoa? Okay, sawa. Sasa nimtolee rafiki yangu hapa, handsome boy. Huyu, hebu simama. Wewe nitakusumbua. Kwanza una sura ya upole. Yaani umeanza kuwa mchungaji kabla ya kuwa mchungaji. Huyu handsome boy wangu huyu, kijana wangu huyu hapa, kwenye kichwa chake humu, tukikipeleka maabara kina mke. Yaani hiki kichwa hiki
kinamke. Kinamke anamfulia, anampikia, anafanya kila kitu. Yaani hapa alipo pastor, usifikiri ni bachelor. Ameoa, ana mke humu ndani. Ndio maana kuna wakati kama angekuwa nakaa na wazazi wake, unakuwa na wazazi au bado au huko wako Msoma au wako wapi? Wako Pwani. Sasa ungekuwa unakaa na wazazi wako, kitu ambacho kingekuwa kinakukera ni kwamba kwa nini wazazi au mama hafanyi kama vile huyu aliye kichwani anavyofanya? Kwa sababu huyu wa kichwani hacheleweshi chakula, anapika kwa wakati, anakuwekea kwenye hotpot, anakufanyia kila kitu. Kwa hiyo kwenye mindset ya huyu kijana anatembea na mke. Amen. Huenda saizi hana mchumba, hana mtu yote ambaye lakini kwenye mindset tayari ana nani? Ana mke. Anamfulia nguo, anafanya. Na ndio maana wakati mwingine hata kwenye maombi anachoomba ni yule mke aliye kwenye mindset Mungu amtoe physically ili aanze kuishi naye physically. Maana sasa anaishi naye spiritually, in psychology. Yaani kule ndani anaishi na mke kabisa. Wala ambao hamujaoa, hamujaolewa, haleluya. Ndoa yako iliyo kichwani inaendeleaje? Na ndio maana na yule aliye kichwani hajawahi kukosea. Ndio maana hawa saizi wanashangaa kwamba watu wana divorce. Unaanzaje? Maana aliye kichwani ana makosa kwamba hivi namdivorceje mtu kama huyu? Maana aliye kichwani kwake hana makosa, hana. Kwa hiyo wanashangaa watu wana divorce. Wanashangaa watu wanagombana. Wanashangaa watu waelewani. Anasema, yani pastor, subiri nikioa. Nikioa mimi ndo nitakuwa mfano wa ndoa za Kikristo. Kwa sababu wa kwake hana shida. Amen. Hata sisi tuliooa sasa tulikuwa kama nyie. Nitazungumza mengi wakati naongea na vijana ambao tutakuwa na somo linalosema maandalizi ya kijana kuingia kwenye ndoa kabla hajaingia. Tutafundisha hayo masomo. Sasa hata sisi mnapotuona sisi, na sisi tulikuwa na wake kwenye vichwa kabla ya kuwa na mke. Tulikuwa tunaishi nao. Kwa hiyo tukawa tunawatafuta hao wake watokee physically. Sasa Biblia inaposema nitakupa wa kufanana naye, sasa unamfananisha na yupi? Kwa sababu wa kufanana naye ni kwamba ndani ya kichwa chako alikuwepo mtu. Huyu anayeletwa afanane na yule aliyekuwa wapi? Sasa ndio kibarua kigumu. Ndio maana nimekwambia kumpata msaidizi ni rahisi, lakini wa kufanana naye ndio kibarua. Amen. Kwa hiyo nirudi kwenye hiyo falsafa hiyo kwamba mwanandoa anaanza kuishi kwenye ndoa kabla ya ndoa yake. Anakuwa na ndoa kwenye akili. Amen. Hivi unafikiri, ngoja nikuulize swali. Watu wanapataje ujasiri wa kutoa ng'ombe 10, ng'ombe ngapi eti anaoa? Kuna wengine hapo, nimesikia harusi juzi imefanyika hapa Dar es Salaam hapa. Si ndio? Wale mashabiki wa Yanga, si mnajua? Mtu wenu ameoa, wamesema ametoa ng'ombe ngapi? Ingawa wale wa Simba wakubaliani, wanasema eti mmeziazima mahali mkazionyesha kwenye kamera mkawarudishia wachinjaji huko mazizini. Huo ni utani wa Simba na Yanga, achana nao. Inawezekana kweli wametoa, inawezekana ni mazingoombwe tu ya kusumbua watu vichwa vyao. Lakini niulize tu swali, mtu anapataje ujasiri wa kulipa ng'ombe zote hizo? Unapataje ujasiri wa kutoa mamilioni yote? Unapataje ujasiri
wa kuandaa harusi ya gharama ni kwa sababu kwenye mindset unaamini unakigharamia kitu kilicho sahihi. Ambacho yani wewe kwako unaona ng'ombe ni kitu gani? Mamilioni ni kitu gani? Yani huyu aliyeko huyu, nitatoa ng'ombe, nitatoa hiki. Ndio maana watu wanafanya harusi kubwa, wanaweka makeki ya ngazi 7, wanakodisha maukumbi ya mamilioni, wanashona masuti, mashera ya gharama, kwa sababu anaona huyu aliyeko kichwani yuko smart. Binti na yeye alianza kuishi na mwanaume kabla ya kuishi naye. Yani mwanaume akiwa kwenye mind, yani hujawahi kuona binti ameanza kutembea kwa mikogo, amepata mchumba. Yani anaongea kwa mikogo, si kila kitu nini, yani anawasimulia hata wasiomuuliza. Mniombe, nimepata. Yani anawaambia, ananalinga, yani anatamba, paka hata vijana wengine wakisema nini? Na mtu wangu. Yani kwa sababu yule mwanaume, kwa sababu hajawahi kukaa naye ila yumo kwenye mind, anamuona kama yule mwanaume yuko perfect. Unajiuliza, mwanamke anapataje ujasiri wa kushangilia wakati anaenda kuishi na mtu ambaye hajawahi kuishi naye, lakini ana ujasiri wote, anaaga nyumbani kwa heri, anawaimbia na kale kawimbo ka dunia kale, nitarudi nyumbani kutembea. Yani kwa maana ya kwamba ameenda. Maana kwenye akili alikuwa na mwanaume ambaye hana matatizo. Ningewauliza wanaume ambao wameoa na wanawake ambao wameoa, ningewauliza, hey, sisi tuliooa, hebu tupunge mikono tena na tulioolewa. Ili swali usitikise kichwa wala usionyeshe dalili. Yani jifanye kama swali halikuhusu kabisa. Vipi unayekaa naye ndo yule aliyekuwa kwenye mind ndio wakufanana naye, au unasema pastor, katika watu waliobuki, waliochemuka, mimi nilichemuka pastor. Huyu naye ishi naye sio yule aliyekuwa wapi? Kichwani. Yani kichwani nilikuwa na mtu mpole, mtu mstaarabu, mtu ambaye hana nini, mtu ambaye nimebeba huyu kisirani, makasiriko, manini, yani paka najiuliza ningerudisha kabisa, lakini siwezi. Nikiona amenisumbua najiwekea kale kawimbo, huyo ni chaguo langu. Maana sio yule aliyekuwa kwenye nini, kwenye akili. Yani hujampata yule wa kufanana naye, umepata msaidizi, lakini sio wa kufanana naye kwenye nani. Labda nitumie lugha rahisi ambayo mnaweza kunielewa. Ndoa nyingi hazidumu kwa sababu watu hawajawapata watu wa ndoto zao. Yani wamejikuta wako mikononi mwa watu ambao sio wa ndoto zao. Haleluya. Unanielewa nachokiongea hapa? Kwa hiyo mtu anajikuta amekaa na mtu ambaye sio. Ndio maana wale wanaofuatilia mitandaoni, niliwaambia mawazo yangu ambayo yalikuwa feki. Hayakuwa mawazo ya kitheolojia. Lakini unajua kuna wakati mwingine unawaza ujinga, lakini unagundua huu ni ujinga. Umewahi niulize swali la utoto. Utotoni umewahi kukamatwa na njaa? Njaa ile unatamani maganda ya miwa, unatamani nini, mpaka unasema ningekuwa na uwezo. Unauangalia mlima, alafu unasema ningekuwa na uwezo uwe mlima uwe ugali. Alafu kila mtu aende kula. Ni kitu ambacho hakiwezekani, umewaza ujinga tu. Hasa mimi siku moja niliwaza ujinga, ingawa ulipata wanachama. Si unajuaga duniani hakuna ujinga unakosa wanachama. Ujinga wote ule lazima utapata wanachama. Kwa nini utapata wanachama? Kwa sababu duniani wako watu waliumbwa sio creative,
yani wewe ucreate jambo, wao watakuja kulisupport. Jambo lolote tu ukicreate linapata support. Hata ukisema leo naanzisha chama cha kutembea uchi na joto hili, unapata wanachama wanaotembea. Wanasema kweli ili wazo, yani joto lilikuwa linatutesa kweli. Hiki chama kimetukomboa. Wanajiunga, wanatembea huko. Ukisema naanzisha chama chama chochote kile, yani kuna watu watakusupport. Wazo lako lolote hata liwe bovu kiasi gani litapata wafuasi, kwa sababu wako watu ambao wao wanasubiri watu wa create alafu wao wa support. Hata ukisema jamani kesho ili jua limezidi, haiwezekani, tutaandamana wote, maandamano yataanzia Kariakoo kwenda mpaka Magomeni, utawakuta watu tu wako hapo wanasupport wazo lako. Joto limezidi, wanaandamana, Mungu apunguze joto. Kwa hiyo chochote kile unachoanzisha. Sasa mimi nilikuwa na wazo langu bovu, lakini nilipata wanachama. Nikasema kama ingewezekana hawa wachungaji hao wakae kikao, kwa sababu mwanadamu wakati mwingine na bugi anajikuta yuko mikononi mwa watu ambao sio wa ndoto zao. Sasa nikasema kwa nini wachungaji wote duniani wasikae wakafanya maamuzi, ndoa zifungwe mara mbili. Yani mara ya kwanza iwe pre-marriage, yani ile ndoa ya matazamio. Yani kwamba vijana waje mbele waseme mnataka kuoana, mnafahamiana tabia na nini? Hapana. Mmewahi kukaa wote? Hapana. Sasa sisi kama kanisa tunawaombea baraka, mwende mkatesti mitambo kama mnaweza kuishi au hamutaweza, mkasomane tabia kwa miaka hii 3. Sisi tunawapa baraka mwende. Alafu mkikaa hiyo miaka 3 ndio murudi, ndio tuanze kuuliza yale maswali baba unaulizaga. Yale maswali ndio yangefiti. Hawa wamekaa miaka 3 kila mmoja na mfahamu mwenzake. Sasa hatukiuliza utakuwa tayari katika shida na raha? Si tayari ameshamjua mwenzake. Kwa akiitika ndio ana experience. Lakini sasa mnawauliza watu hawajakaa wote, hajafahamu matatizo yake. Unasema utakuwa tayari katika shida na raha. Kipindi hicho ana yule wa wapi ambaye hana. Kwa hata ukisema utakuwa tayari katika shida na raha, nasema ndio. Utavumilia? Ndio. Ndio mchungaji. Kwa sababu yule wa kichwani hana makosa. Kwa ndio maana maswali yote ni ndio, kwa sababu huyu hana shida. Wanapoondoka sasa kutoka hapo kanisani, wakifika nyumbani, wanakaa mwezi wa kwanza, wa pili, wa 3. Kuna wale mapretenda wazoefu wanakaa mpaka mwaka. Baadaye mtu anaanza kujitokeza yeye sasa. Si unajua yale maisha ya mwanzo ni kupretend. Kila mmoja anakuwa bongo movie. Anaigiza kila kitu, anaigiza kucheka, anaigiza kula, anaigiza kujibu, anaigiza kuongea. Lakini siku zote muigizaji anachoka. Kuna mtu mmoja aliigiza bubu ili akwepe kulipa kodi. Kwa wakawa wakikaa kijiweni za ili watu wafikirie ni bubu asilipe kodi. Sasa kuna wakati wakawa nazungumza mazungumzo fulani yakamgusa. Akasahau kwamba yeye aliigiza kuwa bubu. Halo. Akawaambia, hiyo naijua. Wakasema, wewe si ulisema ni bubu? Ndio akawaambia, lakini kwa nini mwigizaji anafanyaje? Anachoka. Kwa hata kwenye maisha ya ndoa, mwanzoni unamkumbuka mwenzako mlivyotoka kuoana. Alikuwa mpole. Baba tulikuwa tunawahi kazini, yani ukitoka tu kazi nyumbani. Nini? Na ukirudi mikono mitupu na kamfuko, kama chungwa, kabiskuti, kavitu gani, pendo lilikuwa liko piki. Kadiri lilivyoendelea kushuka, mifuko ikawa inapungua, muda wa kurudi nyumbani unapungua. Sasa hivi ndio kabisa
anarudi usiku. Unajiuliza, kazini mnatoka saa ngapi? Saa 10:30. Sasa mbona umefika? Hayo ndio ya kuuliza. Kwani niwahi hapa nyumbani? Kwani mimi paka? Kwa sababu tayari amesha kuwa yeye sasa. Kwa hiyo baada ya kuishi ndo mnatambua hivi, huyu ndiye niliyesema mchungaji aliniuliza utakuwa tayari katika shida na raha hizi. Shida hizi. Natamani turudi kwa mchungaji akatuulize tena kwamba utakuwa tayari, nimwambie siwezi. Lakini kipindi kile alikuwa tayari kwa sababu alikuwa bado hamjui. Yaani yule mtu halisi ambaye ataishi naye akaja kumjua baadaye. Amen. Sasa mnalionaje wazo langu? Ni la kijinga, lakini mnalionaje? Kwenye ujinga huu sijapata wanachama hapa. Hakuna wanaosema, pastor, hiyo ingekuwa nzuri sana. Maana huyu mwenzangu ningeshamrudisha zamani. Kwamba hey, pastor, chukua mzigo wako uliosema nikatest. Hatufiki mbali. Huyu aende akatafute mwingine wajaribu na wao. Ila mimi naishi hapa. Lakini sasa kwa nini nasema lile wazo lilikuwa la kijinga? Lilikuwa la kijinga kwa sababu yani wewe ukae na mtu miaka 3 alafu uje uturudishie useme nimeshindwa na naye. Hiyo second hand atakayechukua ni nani? Nani atachukua hilo skrepa lako? Umekaa nalo miaka 3 alafu utuletee hilo skrepa utuambie ili haiwezekani. Ndio maana nimesema hilo lilikuwa wazo la kijinga. Mama mmoja kaniambia, baba mchungaji, unanishauri nini? Akasema nini? Akasema mimi mume wangu nimeshindwana naye kabisa. Nikamwambia mmekaa miaka mingapi? Akasema ukweli huu ni mwaka wa 20. Lakini mimi nimeona sitaweza. Nikasema miaka mingapi? 20. Nikasema wewe alikuoa akiwa kijana. Ananyoa nywele kama afande aliyetoroka jeshi. Anatembea kama amechomwa na msumari wa tetanus. Yaani yuko vizuri. Kipindi hicho mumeoana, mumekaa. Leo umekongoroa mzee wa watu mpaka sentaboliti zimekatika. Unataka kuturudishia hilo sikirepa, unataka umrudishie, mwachie nani? Nikamwambia ulianza naye safari, maliza naye. Sasa mchungaji, mimi kwa kweli I can't make it. Kaambia wewe ungemwacha kiwa kijana apate saizi zake aendelee. Hivi ameshakata center board anaenda kama alafu ndo unasema mwache, unamwachia nani? Nikamwambia vumilia na hilo skrepa lako. Naenda naro, maliza naro mwendo. Haleluya. Mnanielewa wanandoa? Nakupa tu utangulizi wakati nitakapoanza kufundisha kesho. Kwa hiyo kinachowasumbua watu wengi, wamejikuta wanaishi na watu ambao sio wale wa nini, wa ndoto zao, sio wale waliokuwa wapi? Kwenye mind. Kwa sababu kwenye mind walikuwa na watu safi, hawana shida, hawana matatizo. Ndio maana kama watu wangejua watu wanaoishi nao ndio hawa ambao wanakaa nao sasa, kuna vitu vingi pale mwanzoni vingechange, visingefanyika kama vilivyofanyika. Hebu nikuulize mwanandoa, huyo mtu anayeishi naye alivyo msumbufu, kulikuwa na haja kweli ya kushona suti? Kulikuwa na haja ya kushona shera kweli, kumtafutia shera mke wako kwa usumbufu huu alionao? Kulikuwa na haja ya kukata keki? Kulikuwa na haja ya kwenda kwenye ukumbi kweli? Kulikuwa na haja ya honeymoon? Yaani sasa hivi ndio unawaza kwamba ningejua hiki ndio kiumbe ambacho nitakaa nacho,
Hanimuni tusingeenda. Hanimuni yetu tungefanyia kanisani, tufunge siku hizi. Ili iki kiumbe kifanyiwe deliverance, kifanyiwe maombi. Yani unajua kuna wakati ndoa inasumbua mpaka unachukia na rangi ya keki mliokula. Ndoa inasumbua mpaka unamchukia mchungaji aliyefunga kwamba hakuwa na upako. Ndoa inasumbua mpaka unachukia na best man wako, best swinani wako kwamba inawezekana aliyenisimamia ndoa alikuwa na maroho. Unaanza kufuatilia na kwao, unakuta mama yake aliachika. Unaona sasa tunabeba maroho yanakuja. Unajua mwanadamu ni feria. Ni feria. Sasa kutokana na kuferi kwake, siku zote hakubali kwamba yeye ndio kaferi. Anatafuta sababu, anatafuta pa kutokea. Ndio maana unakuta hata kama mliongozana na mtu njiani akajegonga kwenye jiwe, anaona kulilaumu jiwe haileti maana, anageuza lawama kwako. Anakuambia sasa wewe umeliona jiwe hujaniambia. Unaambia sasa wewe ndio ulikuwa mbele. Ndio, lakini si ungeniambia angalia jiwe lile. Yani anatafuta hasira zipate pa kutokea. Yani mtu akipigwa na umasikini anatafuta aliyesababisha. Sasa mnajua umasikini wangu ni baba, umasikini wangu ni mama, umasikini wangu naoteseka ni mtoto wangu, umasikini wangu sio ni fulani. Yani mwanadamu anatafuta kasababu kakukwepa matatizo yake. Kwa kuna watu ndoa inamtesa mpaka anachukia mchungaji aliyefunga, anamchukia besimani wake, anachukia ukoo aliooa, anachukia mwezi, anachukia sui kabila, anachukia. Kwa sababu gani? Amekutana na mtu ambaye sio yule aliyekuwa kichwani. Haleluya. Kwa ndio maana tutakapokuwa tunazungumza na vijana, tutawaambia namna ya kuweza kuwa yule wa ndoto za mwenzako. Yani kuna lifestyle fulani ukiishi, mwenzio akikukuta na hiyo lifestyle ni rahisi kufiti kwenye kichwa cha kwake. Lakini kuna lifestyle akikukuta nayo lazima tu atasema huyu sio wa ndoto yake. Haleluya. Kumbuka tunaweka msingi kutafuta vitu vitakavyodumisha nini? Ndoa. Na hapo kwenye msingi tunaposema vitakavyodumisha ndoa, unajua wanandoa wengine mpaka ukiweka title kama hii wanajiondoa kwamba mimi ya kwangu imedumu bwana, mimi ya kwangu imedumu. Lakini ngoja uelewe, tunaposema vitu vitakavyodumisha ndoa, tumia D2 kuelewa hii title tunamaanisha nini. Kwa sababu unajua watu wanafikiria yani kuseparate kwa ndoa ni mpaka mkadivorce mahakamani. Kwa taarifa yako na kwa utafiti uliofanyika, ndoa nyingi unazoziona walisha divorce. Unanisikia? Yawezekani kiwemo na yako. Kwa sababu nawaambiaga siku zote wale wanaonifuatia mtandaoni, napofundisha masomo ya saikolojia na falsafa, nawaambia hivi, kuna divorce za aina 3. Kuna divorce ya kwanza, ile ambayo watu wanaenda kwenye court. Hizo siku hizi zimepungua. Kwa nini zimepungua? Asilimia kubwa ya watu wengi wamekiri, wamedeclare kwamba sisi ni watu wa dini. Kama sio Mkristo basi ni nani? Ni Muslim. Sasa unapotangaza kwamba wewe ni mwana dini, kwa lugha ambayo tunatumia sisi, umeokoka, unampenda Yesu, ni Mkristo, unaishi na Yesu ndani yako,
Unatangazaje divorce? Ni ngumu. Ndio maana divorce hizo zimebaki chache sana. Sasa hivi zimebaki divorce hizi mbili ambazo ndizo zinaoperate kwenye ndoa zetu. Kwa hiyo tunaposema mambo yanaweza kudumisha ndoa yako, kudumisha ili hizi divorce mbili zisipate nafasi kwenye ndoa yako. Hizo divorce mbili, ya kwanza katika hizo mbili ni ile inaitwa silent divorce, yani divorce ya kimya kimya. Mnanielewa nikisema divorce ya kimya kimya? Divorce ya kimya kimya ni ile ambayo watu wanakubaliana. Mke wangu, mimi na wewe hatuwezi kwenda. Akili yako iko tofauti na yangu iko tofauti. We can't make it. Yani hatuwezi kufanya hili jambo liende. Tunafanyaje? Tukidivorce itakuwa aibu. Kwanza watoto wataathirika kisaikolojia, ndugu watatushangaa, kanisa itatushangaa. Kwa wanakaa wanasema sasa tutatumia divorce gani? Nasema tutumie silent divorce. Yani mimi na wewe imeisha, kila mtu na maisha yake, ila in condition tutaishi pamoja, tutakaa nyumba moja kama wapangaji wawili waliopanga one house, wanalipa kodi ingawa ni nyumba yetu au tumepanga. Watu wakituona tunatoka mlangoni, watuone mke na mume, na hata watoto wetu watatuona hawa ni baba na mama, wanaishi pamoja. Na wengine wameenda mbali zaidi, hata chumba kimoja. Wengine ndio wameferi, wamejenga nyumba kubwa ina vyumba vingi, kwa baba cha kwake, mama cha kwake, ila wakitoka mlangoni ni mke na mume, na hata wanatambulishana, huyu ndio mke wangu, huyu mke wangu. Hata kanisani, mke simama, nasimama. Watu na mke wake. Hata mkiandaa semina mtoko wa wanandoa, kila mtu aje na mke wake. Mmoja anaanza kumbembeleza mwenzake, naomba twende wote. Naomba nitakulipa shilingi ngapi? Labda 50,000. Hapana, 50 siwezi kwenda. Kwa nikulipe ngapi? Maana nikienda peke yangu kule nitaenda kuona aibu. Wenzangu watakuja na wake zao na waume zao. Ongeza kidogo. Basi ziwe 80, sawa. Anamlipa. Wanaoga, piga masuti, wanaingia kwa mlango wameshikana mkono, mke na mume, mtoko wa ndoa, watakaa meza moja, wanamiminiana na maji na juisi, sina nini. Kumbe 80 iko kazini, ina operate hapo kabisa. Mnawaona kabisa paka mnasema Mungu, wenzetu Mungu amewabariki, ndoa yao ina amani. Kumbe 80 iko kazini. Wakishamaliza hilo tukio, wanarudi nyumbani, 80 imeexpire. Kwa wanaishi pamoja lakini wali divorce. Silent divorce. Mama ana miradi yake, ana maduka yake, ana biashara zake. Baba ana miradi yake, ana maduka yake, ana mambo yake. Hakuna mtu anajua mwenzangu ana hela, mwenzangu hana. Hakuna mtu anajua mwingine anajenga nyumba Msoma, Mwanza, mwenzia hajui kama kiwanja kilinunuliwa, nyumba na hayamuhusu. Mwingine hapa da ana nyumba yake, mke wake hajui, mume wake hajui. Wanafanya silent divorce, kila mtu na mipango yake. Ndio maana mnaona mabenki yanatajirika sana. Mnaelewa kwa nini?
Pesa za watu walio divorce silently ndio zinazotajirisha mabenki. Kwa mfano, mume amefungua account, mke ajui. Mke amefungua account, mke ajui. Na Israeli mchukua watu kuwapeleka kifuani kwa Ibrahimu, yuko hapo. Anakuchukua ghafla pa kifuani kwa Ibrahimu. Umeondoka, wale uliowacha hawajui account, hawajui kinachoendelea, wanajiuliza tu. Labda waanze kusearch ndio wasikute kadi mfukoni, kadi. Alikuwa na kadi ya benki. Twende kwenye hii benki tukaulize kama kuna hela. Sasa kama kuna wengine wanaficha na hizo kadi hazionekani, paka mnamzika, familia haijui account, si nini, hawajui kinachoendelea. Hizo pesa zimebaki wapi? Benki wanashangaa, wanakaa kimya. Usiombe mojawapo ya wanabenki wajue umekufa. Alafu wanasubiri mtakuja kukimya. Sisemi wanaweza kugawana, sifanyi kazi benki. Lakini unafikiri hizo hela zitaenda wapi? Benki inanufaika na hayo mahela. Mitandao ya simu ndio kabisa. Mtu yuko na mahela yako M-Pesa, Airtel Money, sio nini, anakufa fya. Mama hajui password, hajui kinachoendelea. Wanabaki tu wanalia ameenda. Kumbe hajaenda yeye tu, mpaka hela zimeenda, zimebaki kwenye mitandao. Kwa mambo yanaenda. Yaani hii ni mbaya. Watu wamedivorce lakini hakuna anayejua. Pastor anatambulisha mpaka mbele ya watu, huyu Mkristo wangu, huyu ndio mke wake. Moyoni wanamwambia pastor, endelea kututambulisha tu. Lakini sisi tunajua tulishaachana zamani. Tupo tu, tunalinda identity, tunalinda nini? Utu wetu, sifa zetu, utambulisho wetu, kwamba hawa ni Wakristo, watu wa kiroho. Lakini kumbe walisha divorce kimya. Hiyo ni divorce ya kwanza katika zile mbili. Divorce ya tatu ndio mbaya. Maana hii hawaambiani, ila mmoja kati yao anamdiriti mwenzake kimya, anamfuta mwenzake. Wewe unafikiria upo na mwenzio, kumbe mwenzako alifanyaje? Alishakufuta, haupo, amekudiriti. Divorce ya kumdiriti mwenzako moyoni. Wale wanaofuatilia mtandaoni, niliwahi kusimulia kisa cha mama mmoja ambaye mume wake alirudi nyumbani anahema. Mama anasema, shida gani? Tumepata ajali. Wapi? Kule, gari ya kampuni. Hujasikia kwenye vyombo vya habari? Hapana, tumepata ajali, wenzangu wote wamekufa, wote. Mama nauliza, wamekufa wote? Sasa wale ambao waume zao wamekufa, wake zao watafanyaje jamani? Wataleaje watoto? Baba akasema, lakini bahati nzuri ni kampuni yetu imewaandikia milioni 10 kila mmoja ya kulea maisha ya watoto, wafanye biashara. Lakini mimi bahati nzuri nimepona. Akasema, unasema? Bahati nzuri. Akamuuliza mume wangu, wewe ulikaa upande gani? Yaani wenzio wanakufa, familia zinapata hela, wewe unakuja na hema hapa, unasema mimi nimepona. Mke kamwambia, kuna wanaume mnarana kabisa. Akasema, rana gani? Yaani tunakosa hela hivi. Hebu niambie, huyu alikuwepo bado kwenye moyo? Alikuwa amefanyaje? Amemdrit. Hebu niambie, kama kungekuwa na soko la kuuza wanaume, huyu baba angepona?
Si mama angemwambia baba, nisindikize mahali fulani. Kuna nini? Nisindikize tu. Akafika kule, akasema jamani, ile biashara ndio huyo. Sangempiga bei. Kama milioni 10 kwake ni nyingi, zina thamani kuliko mume wake. Hivi kweli huyo alikuwa moyoni kweli? Amemdiriti, amemfuta. Sasa tunaposema tunafundisha vitu vitakavyosaidia ndoa yenu ikadumu, tunachomaanisha ikaepuka divorce hizi 3. Amen. Ya court, silent divorce, na ya kumdiriti mwenzio wapi. Kwa hiyo unaweza ukasema pastor, kweli fundisha watu wasitengane, wakati hata wewe mtu naishi naye alishakutenga zamani. Mnakaa tu basi. Hujawahi kushituka unaumwa, uoni hata mwenzio akishituka sana. Unasema naumwa. Na wewe jikaze. Unasema yani hata chakula kimekataa, wewe sema tu upendi hiki. Umewahi kuona mtu unaumwa, hujaenda kazini, hujaenda kwenye biashara, umelala, mwenzio ameenda huko siku nzima, hakutumii message, hakupigii, hakuulizii umetoka kidogo nje, umekula nini, yuko busy na makazi yake na mabiashara yake, wewe hakuulizii hata kidogo. Anatoka huko kwenye mashughuli yake, hapitilizi chumbani kukuangalia umeshindaje. Anapitiliza kuangalia TV vita za Kongo. Unasikia tu TV sauti iko juu. Nye watoto, punguza sauti. Unasikia ni mimi. Umerudi? Unaweza kujiuliza swali. Yani amerudi kuangalia TV, hajaja kuniulizia naendeleaje. Mke wake nimezaa naye watoto 5, watoto 4, watoto 2. Yani thamani mimi sina. Ndo akili inakujia kwamba kumbe amefanya nini? Alisha kudiriti. Amen. Mlio kwenye ndoa, haleluya. Toka asubuhi mpaka leo umepata message ngapi? Usijibu, iwe moyoni tu. Unapokea za watu na mitandao kukudai salio limeisha. Siku moja pastor, kidogo nivuruge ndoa za watu. Hiyo kitu sitaifanya tena. Nikawaambia tulikuwa na semina ya wababa. Kichwa cha somo kilikuwa tunafundisha yale wake zetu wanayopenda kutendewa na sisi. Ndio nikawa nawafundisha hayo mambo. Ilikuwa semina wanaume tu. Sasa nikafundisha. Nikafika kwenye kipengele kile kinachosema mwanamke ndio kiumbe kinachotaka attention. Yani mwanamke ni kiumbe kinataka attention. Yani kinataka kudekezwa. Yani mwanamke wakati wote anataka atambue, unatambua kwamba yupo. Yani ndio furaha yake. Ndio maana mwanamke hatakagi mambo makubwa kama sisi tunavyowaza. Mwanamke sio wa mambo makubwa, tu vitu tudogo tudogo. Sasa bahati mbaya tunapishana. Mwanaume sio wa mambo madogo madogo, ni mambo makubwa makubwa. Kwa hiyo tunapishana, ndio maana wakati mwingine hatuelewani. Ndio maana kuna wakati baba unaweza kununua gari ukategemea ukilifikisha nalo nyumbani mama taruka ruka. Unakuta wara unaleta gari anasema la nani? Anasema la kwetu. Okay. Vipi linakula mafuta kiasi gani? Anasema nasikia linakula. Mwaka huu hatutavaa kwa kweli. Sasa kwa hiyo gari litachukua nafasi. Yaani ulitegemea atasema, la kwetu. Anahoji mafuta. Anasema,
tutakufa njaa mwaka huu, maana sasa magari yamepewa kipaumbele. Unanunua kiwanja, unategemea tafurahi. Unamwambia nimepata kiwanja. Wapi? Mbagala. Oh, sio mbali na barabara. Kiko tu kwenye ya lami. Lakini ungeniambia mimi Mbagala. Mbagala. Anyway, sawa. Wala hashituki. Haoni kama umefanya kitu cha ajabu. Mletee kitenge cha Uturuki. Mletee biskuti ka 1000. Mletee maepo. Yaani tu vitu tudogo. Utasikia ana uso umechangamuka, amekunjuruka. Yaani tu vitu tudogo. Wakati wewe unawaza makubwa, mwenzio tu vitu tudogo. Ni watu ambao wanataka attention, wanataka hata kama chakula kapika yeye. Lakini ukitaka kumchanganya hapo mezani, chukua sahani yake, pakua, umuulize niongeze, utasikia ongeza kidogo. Yaani amefurahi chakula aliyepika ni nani? Ni yeye. Amesumbuka jikoni, ameria moshi, ameria vitunguu, lakini kile kitendo cha kumpakulia, hata kama alikuwa mvivu wa kula, hicho chakula tamaliza chote, kwa sababu amepakuliwa. Hali chakula, anakula upendo wako. Kwa hiyo akichota hivi, amekuchota wewe. Kwa hiyo anaona kabisa kwamba yaani ni vitu vidogo, lakini anafurahi. Siku moja mke wangu alikuwa anasinzia kwenye sofa. Asinzia hivi. Nikaenda kama kumbeba kwamba kalale. Sasa mke wangu ni mnene, wale ambao mmemuona kwenye mitandao. Siwezi kubeba, atavunja miguu. Kwa nikamuinua hivi kidogo. Kwa akawa kama vile alikufa mwaka jana. Kwa akuja akaweka mikono kwenye mabega na mbeba, yaani kama vile kweli usingizi umembana sana. Kumbe aliamua kuninyanyasa tu. Kwa hiyo naenda naye mpaka chumbani, namlaza pale kitandani, analala kama vile yaani usingizi alilala juzi. Namnyanyua miguu, toa tule tukanda mbili twake, namfunika, yaani kama vile amelala, kumbe muongo. Lakini ana enjoy tu kwamba leo nikamfunika. Na mimi nikataka kujua usingizi gani tumetoka sebuleni mpaka chumbani huko, bado na usingizi kweli. Kwa nilipomfunika, nikagonga milango kama vile nafunga natoka, kumbe mimi niko huko chumbani. Nikabamiza nakuta anakuja kuinuka, anakutana na macho yangu. Nikamwambia, kwa nini umefanya hivi? Akasema, nilitaka nione upendo wako. Akasema, uliponigusa tu usingizi ulikuwa umeisha, lakini niliamua tu nani. Kwa hiyo mwanamke ni kiumbe ambacho kinataka attention, kinataka atambue kama umetambua kwamba yupo. Sasa siku hiyo nikawaambia wanaume, leo nataka tuwafurahishe wake zetu. Kila mmoja andika message hii, I love you baby, alafu weka na makopa. Mtumie mke wako afurahi. Sasa kuna wanaume hawajawahi kutuma hizo message. Zilipotumwa hilo njwi, alafu nikasema majibu utakuwa unatusomea. Amerespondi vipi? Moto uliwaka. Kuna wamama hawakujibu kwa message, walipiga walipiga simu, wanasema wanamwambia mume wake, umeanza umaraya wako. Sasa mpaka message za maraya wako unatuma kwangu. Umekosea message, mtumie yeye. Yaani wengine wakasema ukirudi nyumbani utaniambia. Hii message ilikuwa inaenda kwa nani? Kwa nini wamama hawajazoezwa? Haleluya. Kumbe
kuna watu wamewadiriti moyoni, hawako nao. Kwa hiyo tunapofundisha haya masomo, tutakapokuwa tunaanza kufafanua pointi moja baada ya nyingine, vitu ambavyo vitasaidia ndoa yenu idumu, isije ikakumbwa na hawa virus wa divorce ya kwa court, na divorce ya silent, na divorce ya kudiriti moyoni. Kwa hiyo unaweza ukasema, pastor, unafundisha habari ya kwamba ndoa zetu zidumu. Mimi ya kwangu imesurvive, ina miaka mingapi? Lakini tungeipeleka maabara tukaipima, tungegundua ina miaka mingi kwenye silent, au ina miaka mingi kwenye mmediritiana huko. Haleluya. Wangapi wananielewa? Maana nimeanza kwa gia ya chini kidogo ili muweze kunielewa. Maana nikianza kwa gia ya kubwa wengine mtakimbia kesho. Kwaone nitakuwa napanda na nyie pole pole. Na kwa sababu hapa ni mara ya kwanza, nitafundisha kichungaji zaidi. Kwa hiyo wale wanaomfahamu Mgogo wa mtandaoni, usiogope, yule nimeshamwacha. Sasa hizi nitafundisha kichungaji pole pole mpaka mnielewe. Amen. Mpaka hapo mmeelewa utangulizi huu? Mnaanza kuelewa kwa nini tuko na somo hili? Tunakuandaa kisaikolojia, kwa sababu wengi wenu mmejikuta mikononi mwa watu ambao sio wa ndoto yenu, sio wale ambao walikuwa kwenye akili. Sasa tutakapokuwa tunaendelea kufundisha ni namna gani unaweza kuishi hata na huyo ambaye sio wa ndoto yako, namna gani unaweza kumfanya awe wa ndoto yako, namna gani unaweza kusurvive naye. Unajua abiria wakati mwingi muda nao tumeuziwa tiketi na mabaki feki, mabasi feki. Umewahi kutana na jambo hili? Unaenda kukata tiketi, unakuta wanakuonyesha picha ya basi, kumbe ile picha ilipigwa wakati basi linatoka bandarini. Unaona wanakuambia hii luxury, na wewe unaona hey, ndio hii inaenda nayo kesho. Kwa hata wakisema kutoka hapa mpaka Msoma au Mwanza ni shilingi ngapi? Luxury. Nyie wote mnasafiri na ndege, sawa. Sasa wale wenzangu wa mabasi hawapo leo, watatuambia kesho. Sasa unapokata tiketi haikuumi, unaliangalia basi, unasema hili ya 50-60 hainiumi, basi liko fresh. Kumbe ni picha ya wapi? Ya zamani. Unakuja kesho stendi ya Msoma, Mwanza, Shinyanga. Nataja Msoma kwa sababu asilimia kubwa wengi mmetokea huko. Ukienda kanisa Moravian, asilimia kubwa ametoka Mbeya huko. Ukienda KKKT ni kaskazini na kusini. AIC Shinyanga, Mwanza na wapi. Si unajua makanisa wakati mwingine yanaenda na makabila ya watu na kacha, kutokana na wamishonari walistiki sehemu gani. Amen. Aliyekusanya kote kote ni Roman. Yeye ndio ameswaga dunia nzima. Yeye hata afanyagi uinjilisti, anajenga jengo, kesho kutwa amejaa. Yeye hanaga shida. Sasa unafika stendi ya Makufuli, unaulizia ili basi, mabasi ya kwenda Mwanza na Msoma ni hivi, kampuni ya Zakaria inafika huko. Ile iko Mwanza na kuna basi inaitwa Falcon Swinini. Unaulizia hilo basi liko wapi?
Tunakwambia lile pale. Si wewe ulikuwa na picha yani ya basi likiwa limetoka bandarini, wanalo kuonyesha na lililo kichwani ni vitu viwili. Unauliza hii ndo, wanakama panda panda. Unaingia humo ndani, zile si tulizoziona kwenye picha, hata mikanda haifungi. Wanakuambia kunja, kalia, tupite kwa trafiki. Lile la kwenye picha lilikuwa na TV. Unaona mbele vimebakia vichuma tu vilivyokuwa vimebeba TV. Unajiuliza, ai, mwanzoni unatoka hapo, yanapita si ile ya Kibaha, kwa unanungunika kutoka hapo Mbezi, Kibaha, unanungunika mpaka Mlandizi, kufika Chalinze unaanza kulipenda pole pole. Kufika Chalinze unaanza kujipa maneno ya furaha, unaanza kusema anyway, kwani lingekuwa jipya ndo ningeenda nalo nyumbani. Kwani lingekuwa jipya ndo lingekuwa la kwangu. Unaanza kujifariji, bora kufika. Unaanza kujifariji, unaweza kupanda jipya likaharibika njiani, unaweza kupanda hili likakufikisha salama. Unaanza kujifariji. Kufika Morogoro umelipenda kabisa, pako umeanza kuchukua namba za konda. Umelipenda, mnaanza kuondoka Morogoro, limekuwa la kwako. Kiswahili kimebadilika, basi letu, kiasi kwamba mpaka mabasi yakipita, hey, wamelipita la kwetu, sio nani ya kwetu. Trafiki akisimamisha, wamelionea basi letu, wamelionea basi letu. Mengine yanapita la kwetu. Hata dereva wakimpiga tochi, walikuwa speed, hakuwa speed, basi letu alikuwa alikimbia. Utafikiri ulikuwa unaangalia dashboard, kumbe wewe ulikaa nyuma. Yaani umeanza kulipenda. Kufika Dodoma, ni kama basi la babako mdogo, ni kama basi la nani, yaani la kwenu. Haleluya. Yamewahi kukutokea? Mpaka unafika Mwanza, unawaga makonda haki, tunasema wakati wa kurudi nitarudi na nyie. Kwa sababu gani? Ulianza kulikubali. Haini mwanzoni ulipoona liko tofauti na nini na lile ulichukia, lakini mwisho kaanza. Kwa hiyo kuanzia kesho nataka nikufundishe jinsi ya kulipenda hilo basi lako. Ukweli liko tofauti na lile lililokuwa kwenye picha, lililokuwa kwenye shera, lililokuwa kwenye uchumba, lililokuwa kwenye nini. Ulikuwa yani lilikuwa sawa, ndio maana ulikata tiketi. Lakini baada ya kuendelea na safari ukagundua mikanda haifungi, TV hamuna, lina vichuma vinatafuta miguu yako, unapopita upite vizuri maana vina tetanus. Ndio kagundua, hey, huyu mama ana maneno kama chuma cha tetanus. Huyu mama yani, hey. Lakini kuanzia kesho nitakufundisha jinsi ya kulipenda basi lako. Na nyie ambao hamjaoa, na kuandaa kisaikolojia kwamba kata tiketi, usiwe na insurance ya picha. Utakachokutana nacho ni tofauti na picha ya ukutani. Kwa na kuandaa kisaikolojia ili ukiingia mle useme Mungu aliniambia mapema niendelee kulipenda basi langu, kwa sababu kushuka ushuki. Alishapiga misumari ya nchi 6 alichokiunganisha Mungu
mwanadamu asikitenganishe. Nge. Alishapiga misumari, yeye yuko nyumbani. Unapiga simu, pastor, ile ulionikatia tiketi, mikanda ifungi, pambana. Endelea kuombea ufike safari. Ndio maana na mimi nilijua kwamba utakachokutana nacho ni tofauti. Nilikuuliza maswali mbele ya kadamnasi, mbele ya watu. Utakuwa tayari katika shida na nini? Yaani maana yake usipoikuta mikanda utaendelea. Usipokuta TV mbele utaendelea kusonga mbele. Ukikuta madirisha mvua ikinyesha yanavuja utasonga. Ulisema yes I do. Jamani, mmenielewa kweli? Utangulizi huu mmenielewa? Wale kama umekaa karibu na yule aliyeolewa au aliyeoa, muulize hilo basi ndo lile uliliona wakati unakata tiketi likiwa kwenye shera, lile mlilokata wote keki ndio lenyewe au tuache muendelee na safari? Anasemaje? Ndio lenyewe au anaomba kuhamishiwa basi? Mwambie umefika stendi ya Makufuli, usiahirishe safari. Amen. Umefika stendi ya wapi? Hamna kuahirisha safari. Sasa kesho nitaanza kukuchambulia vitu vitakavyo kusaidia, kwa sababu nina uhakika wengi wanaishi na watu ambao sio wa ndoto zao, na nina uhakika hata nyinyi ambao hamjaoa wengi mtajikuta mmebeba watu ambao sio wa ndoto yako, na hautarudisha. Tukishapiga misumari hapa ndio forever. Mchungaji mmoja alikuwa anauliza semina ndoa, tulikuwa Australia. Akasema, sasa unaweza ukaniambia ni sababu gani ambazo naweza kuchomoka? Nikasema labda kama nataka kukuua, hiyo ni kitu kingine, lakini haya matatizo mengine tuvumiliane tu, kwa sababu hayuko aliye perfect. Amen. Hata wa mabasi unakuta basi mmekwenda na basi jipya, wakati shift ya kurudi ukakutana na lile unakuta wanauzia basi jipya, lakini kuna mengine ambayo. Amen. Mmenielewa? Akaka utangulizi kamefika. Nitakufanyia msaidizi wa kufanana naye. Afanane na yupi? Yule aliyekuwa kwenye akili. Alafu unajikuta uko mikononi mwa mtu ambaye sio yule wa kufanyaje, wa kufanana naye, paka unatamani urudie uliniu. Tusimame. Profesa wangu alisema watu wakipiga makofi sio kwamba umefundisha vizuri, ila umekeep time. Wanakupigia kwa kukeep time. Kwa asante sana, mnanifanya na kesho ni keep time ili tuendelee. Maana wataalamu wanasema ukitaka watu washike somo lako vizuri dakika 30, washike vizuri kidogo 40, washike kwa tabu lisali moja, washike kwa mateso lisali moja na nusu, washike ya mwisho ya kwanza wafute, fundisha masaa mawili, watafuta ulioanza watakushikia ya mwisho. Kwa hiyo utasema nimefundisha masaa mawili, wao wamekushikia lisali moja, yale mengine wamedelete. Kwa hiyo tutakuwa tunamaliza. Najua ramani ya mazingira ya hapa, tukichelewa watu watakuwa wanapata tabu wakati wa kurudi, lakini wakati mwingine pia tukiwahi sana wengine nao ni tabu. Kwa hiyo tutakubaliana na pastor, kama mnataka tu adjust muda
tuwe tunasimama saa 11, tunamaliza saa 12:15 hivi. Si tuko tayari. Amen. Kama mnaona mnakotoka foleni za wasumbua. Lakini kama hii time tulioanza ni rafiki, basi tuendelee nayo. Kwa sababu sisi hatufundishi muda, tunafundisha watu. Na ndio target yetu. Kwa muda utakao kuwa rafiki, mtatoa mapendekezo kwa pastor, yataniambia. Mimi niko hapa kwa kazi hiyo. Kwa hiyo sichelewi wala siwahi. Amen. Tutaenda kufanya maombi. Mshike mkono jirani yako. Alafu utakuwa unamuombea. Kama hajaoa, muombee apate wa kufanana naye. Kama ameoa, muombee hilo basi lake analoendelea nalo aendelee kulipenda, kwa sababu hana namna. Ombea kabisa hiyo familia. Hata kama hujazoea kufanya maombi, omba tu kwa leo. Tamka maneno. Maombi ni kumwambia Mungu kile tulichopatana. Kwa hiyo tumepatana kumwombea huyu ambaye umemshika mkono. Iwe kwa sauti ya kusikika, iwe kwa sauti ya kimya kimya, lakini muombee. Muombee. Hebu tuende mbele za Bwana. Baba, asante kwa ajili ya watoto wako uliowaleta jioni ya leo. Umewaleta ili tuseme nao kwa namna ya kudumisha ndoa zetu ziweze kukaa. Maana wakati mwingine tumejikuta mikononi mwa watu ambao sio sahihi. Tumejikuta mikononi mwa watu ambao sio wa ndoto zetu. Tumejikuta ni watu wa kujuta na kuumia. Lakini Jehova, Baba, tusaidie watoto wako. Zidumishe ndoa zetu. Tupe mafundisho yatakayoziponya ndoa zetu, yatakayoponya familia zetu. Tunatamani tuwe na ndoa zenye furaha. Tunatamani tuwe na ndoa zenye mafanikio. Tuwe na ndoa ambazo zitakupa utukufu Mungu wetu, zenye ushuhuda mzuri. Kila mtu akituona ajue hakika tuko na wewe Yesu kwenye maisha yetu. Ajue wewe ndio mtawala wa ndoa zetu. Ajue wewe ndio mtawala wa kila tunachokifanya. Baba, tusimamie. Shetani ameharibu, shetani amevuruga, shetani ameondoa upendo wa kweli ndani ya mandoa yetu, ndani ya familia zetu. Baba, restore maisha yetu. Rejesha vile vilivyopotea, vile vilivyoibiwa. Rejesha kwenye familia zetu, ili Mungu tukaione neema ikiwa pamoja nasi. Asante kwamba hujatuacha, utakuwa upande wetu wakati wote. Katika jina lako Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, tunaamini unaenda kuziponya familia zetu. Tunapokea uponyaji kwa imani katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Wana wa Mungu tuseme amen. Wale ambao muko na simu, tuma message kwa watu ambao unajua wengine walikuwa hawaamini. Nimeweka tangazo kwenye mtandao, wanasema ni kweli, au wameweka tu picha kuvutia watu. Mgogo tulimsikia yuko Ulaya, sijui yuko wapi, hawaamini. Kwa hiyo waambie Mgogo tuko naye, na vijana wetu nafikiri wamechukua, sijui walikuwa live au walikuwa live. Basi chukua hiyo page ya kanisa ambayo ilikuwa live, wa share kwa watu wengine ili wajue tuko hapa, kwa sababu uponyaji wa ndoa zao ndio uponyaji wako pia. Kuna vijana hamjaoa, unaenda kuoa ndoa ya wazazi na wasumbua. Unategemea kabinti kao utakaa nako salama. Si katadapt vitu fulani ya vita wazazi wake. Kwa hiyo wakipona wao ndio uponyaji wetu. Amen. Naona wameleta chombo cha sadaka. Nafikiri naweza kufanya na maombi hayo pia. Kwa nini tunatoa sadaka? Nawaambiaga watu siku zote, semina kama hizi zina gharama yake. Amen. Wakati naongea, endelea kuchukua sadaka yako. Semina kama hizi zina gharama yake. Kuna watu wengine wanasema gharama gani? Mimi napenda kukuambia watu ukweli. Mnaniona mimi hapa?
Hivi mawazo yako nafikiri nalala kwenye mtaro? Au nafikiri gari niliyokuja nayo imejazwa Roho Mtakatifu? Inajazwa dizeli. Amen. Kwa gharama zipo. Na bahati nzuri nimekuja kufundisha semina ya ndoa, kwa hiyo sitafunga pastor. Kwa nitakuwa nakula. Kwa zote hizo ni gharama. Kwa unapotoa, toa kama unachangia semina hii ili tufike Jumapili bila shida yote. Usitoe zile sadaka ulizozoea. Ione gharama. Amen. Tuko sawa? Chukua sadaka yako sasa. Chukua sadaka yako tuweze kuomba. Inua sadaka yako juu. Baba, asante kwa sababu tulipokuja hatukuja mikono mitupu. Tumeleta sehemu ya zile baraka ulizotubariki. Tunakusihi hii sadaka ikawe ufunguo na baraka katika familia zetu na ndoa zetu. Hii sadaka ikisababishe ulinzi kwenye maisha yetu. Maana watu wote waliokutolea sadaka zamani zile, mkono wako ulionekana kwenye familia zao. Nasi sadaka hii tunaidedicate kwenye familia zetu. Baba, kaipokee, ipe kibali ambacho kitasababisha familia zetu kuwa na amani na furaha. Katika jina lako Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Karibu baba. Tunaweza tukasimama. Aliyeniokoa ni Bwana Yesu, ninamjua. Aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu, ninamjua. Unaweza kumchapia Yesu makofi zaidi. Unaweza kumchapia Yesu makofi kwa ambao tumebarikiwa. Unaweza kufanya hivyo zaidi. Amina, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tumebarikiwa? Wangapi tumebarikiwa? Nipende kuwashukuru nyote ambao mliwahi mkafika mahali hapa mapema kabisa. Wengine tulifika tukapata muda wa kuweza kusali, lakini pia kama mchungaji alivyozungumza kwamba tunaweza tukakubaliana tu adjust muda kidogo. Kwa natamani sisi ambao leo tumeweza kuwa malimbuko, tunaweza tukakubaliana kesho ibada tuanze saa ngapi, na tukawe waaminifu katika hilo. Haleluya. Tukisema tunaenda kuanza saa 10:30, maana yake ni kwamba katika huo muda tutakuwa na muda wa maombi, tutakuwa na muda wa kusifu, tutakuwa na muda wa kuabudu, kutengeneza mazingira, then ndipo atapanda mtumishi kwa ajili ya neno. Kwa ni muda gani ambao tutakuwa radhi na tunasema kabisa jamani, huu muda nitakuwa nimefika mahali hapa kabisa? Wangapi tunasema saa 10? Tuwe wazi, saa 10.
Tunaanza na saa 10. Wanaosema saa 10, wanaokuja saa 10:30. Nyinyi saa 10, saa 10:30. Saa 10:30. Basi saa 10:30 wamewazidi. Kwa kesho saa 10:30. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Saa 10:30 manake uwepo hapa. Saa 10:30 sio unatoka kazini kufika hapa. Haleluya. Kwa manake utatoka kule saa 10 ufika saa 10:30 umefika hapa, si ndio? Amen. Tutafika, tutaomba na vitu vingine kama hivyo. Naomba sana jitahidi kumkaribisha mtu. Wewe ndio ambassador, utatusaidia kuwaweza kuwafikia wengine huko na huko. Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa chukua simu yako hapo hapo ulipo. Chukua simu yako. Chukua simu yako. Naomba uchukue simu yako. Naomba uchukue simu yako. Kama una simu huko, chukua simu yako. Chukua simu yako. Chukua simu yako. Karibishe mtu mmoja kesho. Mwambie kesho semina yetu inaendelea. Tunaanza saa 10:30. Mkaribishe mtu mmoja ambaye hajafika leo hapa. Mkaribishe mtu mmoja ambaye hajafika hapa. Au unaweza ukaandika status watu wakaweza kuona. Karibishe mtu mmoja ambaye hajafika mahali hapa. Tufanye hivyo kwa uaminifu. Tayari tumekwisha fanya hivyo. Amen. Basi tamani tusimame tumshukuru Mungu. Alafu nitamkaribisha baba, atakuja tutatamkia baraka. Tutamshukuru Mungu, alafu tutamkaribisha baba aje atutamkie baraka. Jitahidi kesho uje na mtu. Jitahidi kesho uje na mtu. Tuinamishe vichwa vyetu, tumshukuru Mungu kwa ajili ya semina ya leo, siku yetu ya kwanza. Alafu tutapokea baraka kutoka kwa baba. Kila mmoja natamani uombe. Mshukuru Mungu kwa ajili ya hichi ambacho tumekipokea mahali hapa. Mshukuru Mungu kwa ajili ya ambacho umeweza kukupokea mahali hapa katika siku ya leo. Na umuombe Mungu akakupe neema siku ya kesho ukapate kuweza kushiriki. Mungu wetu na Bwana wetu, tunakushukuru na tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya majira haya. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo umeliachilia katikati yetu kutoka kwa mtumishi wako. Jehova, tunajikabidhi mikononi mwako. Maana maandiko yako yanasema mwenye haki atapona kwa maarifa. Na kwa hichi ambacho tumeweza kukupokea katika majira haya kikaweze kutusaidia mahali popote ambapo pameonekana pana magonjwa katikati ya familia na ndoa zetu, tukaweze kupona katika majira haya ambao umeweza tukupatia. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameweza kufika. Asante hata kwa wale ambao walitamani kufika lakini wameshindwa kwa siku ya leo. Tunawaombea Bwana ukawawezeshe siku ya kesho akaweze kufika. Na kwa wale ambao wamekuwa wakitufuatilia katika njia ya mtandao, Bwana zidi kuwabariki na hichi ambacho kimeachiliwa mahali hapa kapate kuweza kufanya kazi ndani yao. Ni katika jina la Yesu tukiomba na kushukuru, mfalme wa amani. Wote tuseme amen. Amen. Kwa wale ambao ndoa zetu ziko kichwani, Ijumaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao ndoa zetu bado ziko kichwani, Ijumaa ni siku yetu peke yetu. Haleluya. Haleluya. Baba karibu. Asante. Basi tuseme neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amen. Pokea mbaraka wa Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukupa amani. Bwana akuinulie uso wake na kufadhili. Mungu aliyebariki mwanzo wa semina hii ya ndoa na bariki mwisho wake, maana utukufu wa mwisho ni mkuu kuliko utukufu wa kwanza. Kuingia kwako ni baraka na kutoka kwako ni baraka. Enendeni na amani ya Bwana. Amen. Haya, kesho saa 10:30 tunaanza praise and worship. Alafu saa 11 mwalimu anasimama. Saa 12:30, saa 1:30 tutakuwa tumepata kiwango cha kutosha, tutamaliza. Haya. Pokea Bwana, pokea
vyote pokea, pokea, pokea Bwana, pokea vyote.